Mwamba Ibrahimu Traore ambaye ni rais wa taifa la Burkina Faso, moja ya viongozi ambao kwa sasa wanawindwa sana. Na viongozi ambao wana maadui wengi kwelikweli. Tayari amewasili kwenye taifa la Urusi kwa ajili ya kuweza kushiriki maadhimisho ya miaka 80 ambayo Urusi itakuwa pia ikisherehekea kutimiza miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia, ambapo Urusi aliweza kumshinda Ujerumani. Na Urusi inaonekana kusherehekea kwa namna moja namna nyingine, na zaidi ya viongozi 29 kutoka mataifa 29 duniani watahudhuria sherehe hizo. Na tayari rais wa China Xi Jinping amekwisha wasili huko na wameonekana wakifanya mazungumzo na rais wa Urusi. Lakini hilo sio kubwa kuliko. Kubwa kuliko ni kuwasili kwa mwamba kutoka Afrika, Ibrahim Traore, ambapo rais huyu ameonekana kuwa kivutio kwa Warusi wengi tangu alipowasili, na hii yote ni kwa sababu ya stori zake mbalimbali zilizozagaa huko maeneo mbalimbali au huko duniani, kwa hiyo zimefika mpaka Urusi. Na nikwambie tu, ilipotokea hali ya Ibrahim Traore kutaka kuuawa katika mitego mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu sisi tunasema aliweza kumepushia, maana sio kibinadamu, nikwambie Urusi inaelezwa kwamba imetuma pia kitengo maalum cha kumlinda Captain Traore ambacho anakwenda nacho au anakuwa nacho masaa 24. Urusi imetuma vikosi maalum vilivyofunzwa ujuzi wa kipekee nchini Burkina Faso, vikiwa na maagizo ya wazi kutoka kwa Rais Putin kuweza kulinda urais wa Burkina Faso, lakini sio kulinda tu urais wa Burkina Faso, kumlinda pia Captain Ibrahim Traore. Kwa maana kwa sasa Captain Ibrahim Traore yupo Urusi, lakini ndani ya Burkina Faso nafasi yake ya urais inalindwa na makomando special kabisa, kitengo maalum kutoka kwa Rais Vladimir Putin. Na haya yanajiri wakati ambapo mataifa ya magharibi yakiongozwa na Ufaransa yameweza kukusanyika nchini Ivory Coast kuweka mikakati ya kukabiliana na Ibrahim Traore. Na ripoti pia zinaonyesha kuwa raia wa Ghana wanajipanga kuvuka hadi Burkina Faso kusaidia watu wa Burkina Faso katika kumlinda Captain Ibrahim Traore kutoka kwenye nguvu za kikoloni za magharibi. Vikosi maalum vya Urusi vimechukua udhibiti wa anga ya Burkina Faso ili kuzuia uwezekano wa majeshi yoyote au mifumo yoyote ya kikoloni isiweze kuingia. Maswali yanabaki, je, kama Mwafrika wewe unamlinda vipi kiongozi yote anayeonekana kuwa shupavu au kuonekana kusimamia misimamo ya nchi yake ambapo anataka kuondoshwa? Kwa sababu kwa hichi ambacho kinaonekana kuendelea kwa Ibrahim Traore ni kitu ambacho kinatia doa mfumo wetu au mifumo yetu barani Afrika, kwa sababu wako baadhi ya Waafrika, wako baadhi ya viongozi wa nchi nyingine za Afrika wanaonekana nao pia kusapoti kuondosha kwa Ibrahim Traore, hasa Ivory Coast ambaye anaonekana kushutumiwa au kulalamikiwa sana kwa sababu anaonekana kuwapokea maadui wa Ibrahim Traore na kuwatunza, na pale mashambulizi yote au mitego yote iliyofanyika ya kutaka kumua Ibrahim Traore imeanzia Ivory Coast. Unaweza ukawa unajiuliza ni nini hasa ambacho kinapelekea ndugu zetu wa kibeberu kutaka kumwangamiza Ibrahim Traore. Moja ni kwa sababu Ibrahim Traore ameonekana kuwa mwiba mchungu, sio mchungu tu, unaouma zaidi ya jipu na kwenye makalio, kwa sababu ya misimamo ambayo anasimamia kulinda rasilimali za nchi yake. Amewafukuza majeshi ya Ufaransa ndani ya taifa la Burkina Faso, akitoa kipaumbele kwa wao wenyewe Ufaransa na wale ambao ni washirika wanao waunga mkono, washirika ambao wanakwenda nao sawa kuhakikisha mambo yanakwenda uzuri kabisa kuendelea nao. Lakini kwa Ufaransa amewatoa kwa sababu Ufaransa ameonekana kuwa ndani ya taifa hilo kwa muda mrefu, lakini hakujawa na matokeo ya moja kwa moja mazuri au ya kuleta amani, bali ameonekana akijitahidi au Ufaransa anaonekana kwa kipaumbele kupambana na makundi ya jihadi, lakini makundi hayo yamekuwa hayaishi. Na kwa mujibu wa intelligence ya Ibrahim Traore ilikuwa inaonyesha kwamba Ufaransa alikuwa anapigana na makundi ya kijihadi ambayo yeye mwenyewe ameyaweka au yeye mwenyewe ameyatengeneza ili kuendelea kupata maisha marefu ndani ya Burkina Faso. Kwa hiyo ikapelekea kwa serikali zilizopita kumpa Ufaransa baadhi ya rasilimali ili endelee kuwalinda. Lakini kwenye kuwalinda huko, kumbuka naye pia anakuwa Ufaransa anaendelea kumenya, vijana nakwambia kumenya taratibu rasilimali za taifa la Burkina Faso. Sasa ukirudi kwa raia wa Burkina Faso, wanakuwa na rasilimali nyingi, lakini hakuna hata moja ambayo inawafaidisha kwenye zile rasilimali zao, bali zinakwenda kufaidisha Ufaransa kujenga nchi yao na mengineo.
na Burkina Faso inabaki maskini, na wao ndo wanakuwa kwanza kupitia vyombo vyao vya habari kutangaza kwamba Burkina Faso ni moja taifa la kimaskini. Na hii ndo mifumo ambayo inatumika kwenye nchi nyingi sana barani Afrika kuziangamiza katika njia hiyo. Wanasema nchi hii ni maskini, nchi ni hivi na hivi, kwa sababu mmezinyima rasilimali. Mkizipa rasilimali, kauli ya kusema nchi ni maskini inahitaji hivi na hivi inakufa. Sasa unajiuliza kwamba nchi hii ni maskini, inakuwepo pale ambapo umenyima rasilimali, ni kwa nini? Na nchi hii sio maskini pale ambapo unatoa rasilimali, ni kwa nini? Wanabadilisha nini? Hali ya maisha ya watu ikoje? Na ukitazama hivi vyote vinavyoendelea ni vile ambavyo tunasema vinasikitisha sana. Wako baadhi pia viongozi wetu wa Kiafrika ambao nao wanakubali hali halisi hii inayoendelea, ambayo sio nzuri, ambayo sio sawa kabisa kabisa, kwa sababu wanavyofanya wanadhani wao wanajifaidisha, lakini wanaangamiza kizazi cha Kiafrika, na kizazi kijacho kitakuwa kikatili zaidi kwa mabeberu. Lakini kwa hiki cha sasa kinaonekana kuwabeba mabeberu, kikipata hofu kwamba endapo hawa tukiwafanyia hivi na hivi tutapata shida gani, tutafanywa hivi, hasa kitu kikubwa ambacho wanatumia ni kikwazo, hususan hawa ndugu zetu wa magharibi. Lakini kwa upande wao ndugu zetu wa mashariki, wao wamekuwa wakikupa msaada, mambo yako ya ndani wanakuachia mwenyewe uendelee nayo, lakini msaada huo unategemea pia wa namna rasilimali zilivyo, mipango na mambo mengine mengi ambayo yanaendelea. Kwa hiyo Ibrahim Traore ameamua kusimama kidete juu ya rasilimali za taifa lake. Masuala ya madini ya dhahabu yamerudi kwa wana Burkina Faso, jeshi kwa asilimia kubwa limerudi kwa wana Burkina Faso, lakini pia masuala ya viwanda, masuala ya ardhi yamerudi kwa wana Burkina Faso. Wana Burkina Faso wanafurahia, lakini sio wana Burkina Faso tu, Afrika kwa ujumla wanafurahia, kwa sababu anachokifanya Ibrahim Traore ndio kitu ambacho wengi walitamani viongozi wa Kiafrika wafanye. Kwa mfano, hivi karibuni nimeona taifa la Tanzania limeweza kupewa amri, hii ni kama amri mimi nimechukulia, ya kwamba wamwachie Lissu ambaye ni kiongozi wa upinzani ndani ya taifa hilo la Tanzania. Lakini kiujumla kauli kama zile ni sawa, lakini kwa nini wanatoa kauli kama zile kwa mataifa hayo licha kwamba mambo yao ni ya kidemokrasia ndani? Na ukitazama kuna nchi hata moja duniani ambayo imefanikiwa kusimama kidete katika demokrasia. Ni kwa sababu wanamsaidia taifa hilo la Tanzania, wanampa misaada hapa na pale, wanajua wanaweza kumcontrol akili zake, wanaweza wakadili na akili zake. Kwa hiyo kupitia hilo wanaona tayari huyu mindset yake tumeshika, tukieka pu na atasema pu, tukieka hey na atasema hey. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinawafanya wafikiri hivyo, kitu ambacho sicho, na viongozi wa Kiafrika wanahitaji kusimama kidete. Lakini ili kuweza kuepuka hili, kinachotakiwa ni viongozi wa Kiafrika wajitegemee, wasimamie rasilimali zao, wabaki na washirika ambao hawatoingilia mambo yao ya ndani, ili waweze kusimamia mambo yao, waweze kujilinda na nchi zao zizidi kusonga mbele. Na ndoto ya viongozi au waasisi wakubwa mataifa haya ya Kiafrika, kina muasisi wa taifa la Ghana Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na viongozi wengine mbalimbali kina Gaddafi na wengine wengi, basi zile ndoto ziweze kutimia na ziweze kufika mahali husika. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.